Sasa leo biidhnillahi taala tuko faslu fi bayani ahkami alhaidhi wanifasi walistihadha, mlango unaofafanua hukumu ya hedhi, nifasi na istihadha. Mlango huu unahusu akina mama, maana wanaume hawapati hedhi wala hawapati nifasi wala hawapati istihadha. Mlango unahusu akina mama, lakini wanaume lazima tusome, kwa sababu hao akina mama wako chini ya wanaume, yaani wako chini ya usimamizi na uangalizi wa wanaume. Kwa hiyo wewe ukisoma hizi hukumu na mkeo hajui, wewe utakuwa ni mwalimu wake. Wewe utakuwa ni mwalimu wake, utamweleza badala ya yeye kwenda kutafuta kwa kuuliza. Wewe baada ya kuwa umeshasoma utajua hukumu zake, hukumu ya hedhi nini. Kwa hiyo tunaanza darasa yetu leo kwa hukumu ya hedhi, nifasi na istihadha, na hizi zote ni aina za damu, kwa sababu tuko kwenye mlango wa najisi, na najisi Shekhe amesema miongoni mwa najisi ni damu. Kwa hiyo katika damu ambazo zinamhusu mwanamke ni hizi. Shekhe anasema wa yakhruju min farji thalathatu dimai, anasema katika tupu ya mwanamke kuna aina tatu ya damu zinatoka. Mwanamke katika tupu yake atatokwa na moja ya aina tatu za damu. Shekhe anaanza kutaja moja moja. Damu alhaidhi, mwanamke atapatwa na damu ya hedhi, atatokwa na damu ya hedhi. Wa damu wa nifasi, damu ya pili, damu ya nifasi. Walistihadhatu, na damu ya tatu ni damu ya ugonjwa, yaani sio hedhi sio nifasi, itakuwa ni damu ya ugonjwa. Anaanza kuifafanua damu ya kwanza ambayo ni hedhi. Shekhe anasema falhaidhu huwa damu alkhariju min farji almar'a, hedhi ni damu inayotoka katika utupu wa mwanamke, ala sabili sihatin, sawa, kwa njia ya afya. Yaani damu hii kutoka ni afya ya mwanamke. Mwanamke asishtuke kwamba kwa nini hii damu inanitoka. Shekhe anasema ala sabili sihati, hiyo damu inatoka kwa sababu ndiyo afya ya mwanamke. Min ghairi sababi alwilada, haitoki kwa sababu ya kuzaa. Damu hii sababu yake sio kuzaa. Anaweza akawa anapata mwanamke hedhi na hana mtoto. Kwa hiyo ala sabili siha, hii damu inatoka kwa njia ya afya. Sasa utaijuaje hii damu? Shekhe anasema walaunuhu aswadun muhtadimun, anasema utaijua hii damu rangi yake ni nyeusi. Rangi yake nyeusi. Muhtadimun, nyeusi iliyokolea. Nyeusi yenye uwekundu ndani yake, yaani sio nyeusi tii kama mkaa, lakini ina uwekundu. Ladhaun, ni kama vile hii damu
imetiwa kwenye moto alafu ikatolewa. Shekhe anajitahidi kuifafanua hiyo damu. Ladhaun aswadu, ni nyeusi, muhtadin, lakini imechanganyika na uwekundu fulani. Sasa kule kuchanganyika kwa weusi na wekundu kumekuwa kama ile damu ladhaun, kama vile imetiwa kwenye moto ikachemka alafu ikatolewa. Hii ndiyo rangi ya damu ya hedhi. Na kwa kawaida haitoki kwa kuchirizika kama damu nyingine. Pamoja shekhe hapa akusema, lakini haitoki kwa kuchirizika, yenyewe inatoka kama mabonge, haitoki kwa kuchirizika, inatoka ikiwa mabonge. Lakini vile vile shekhe akusema hii damu inakuwa na harufu kama tulivyoona katika mabadiul fiqhia. Damu hii inakuwa na harufu. Kwa kawaida ya damu huwa haina harufu, lakini damu ya hedhi inayo harufu. Kwa hiyo ni sifa ya damu ya hedhi. Anaitaja damu ya pili, wanifasu, anasema na nifasi huwa damu al-khariju akiba al-wilada. Anasema ama nifasi ni damu inayomtoka mwanamke baada ya kuzaa. Nifasi ni damu inayomtoka mwanamke baada ya kuzaa. Sasa katika madhhabu ya Imam Shafi kuna damu ya nne ambayo shekhe hapa hajaitaja katika matini ya Abi Shujaa, damul wilada. Hii nifasi ni baada ya kuzaa, lakini kuna damu inayotoka kwa mwanamke kabla ya kuzaa na wakati wa kuzaa. Hii inaitwa wilada, damu iliyosuhubiana na ule mchakato wa kuzaa. Hii inaitwa wilada. Hii katika madhehebu ya Imam Shafi wanaihesabu ni damu ambayo mwanamke anatakiwa apone. Kuna mwanamke kabla ya kujifungua damu inaanza kutoka, sawa, na wakati ule wanajifungua damu inafanya nini? Damu inatoka. Sasa hii damu inayoanza kabla ya kujifungua na ile inayotoka wakati wa kujifungua, hii haitwi nifasi, hii inaitwa wilada. Damu ambayo ni nifasi ni pale mtoto ameshatoka. Damu itakayoanza kutoka baada ya mtoto tayari ishatoka, ile ndio inaitwa nifasi. Kwa hiyo lazima tutofautishe hizo damu. Kwa hiyo shekhe anasema wanifasu, na damu ya nifasi huwa damu al-khariju akiba al-wilada, ni damu ambayo inayotoka baada ya kujifungua. Sawa? Hii ni damu kama damu nyingine, sio kama damu ya hedhi sifa zake. Hii ni damu kama damu nyingine, inatoka kuchirizika. Kwa hiyo hii ni damu ya pili. Damu ya tatu shekhe anasema walistihadha, na damu ya ugonjwa. Mwanamke anaweza akatoka damu sio ya hedhi, sio ya nifasi, sio ya wilada, damu ya ugonjwa yenyewe haina wakati, inatoka tu kwenye kipindi cha hedhi, inatoka kwenye kipindi cha nifasi, inatoka. Sasa hii inaitwa damu istihadha, damu ya ugonjwa. Anasema huwa damu al-kharij, hii damu ya ugonjwa ni damu yenye kutoka fi ghairi ayami al-hayd, katika masiku ambayo sio ya hedhi wa nifasi, wala sio masiku ya nifasi. Damu hii sio masiku ya hedhi wala sio masiku ya nifasi, yenyewe inatoka tu.